Jana najua kuna vijana wanazurura tu labda hawajapata hiyo nafasi, lakini nataka kusisitiza kwamba hiyo kura ndio itakuletea mabadiliko, itatuletea maendeleo. Na utapiga kura kama una card. So I want to urge members of this community, eneo hili la Muji, ikikuwa kupitia kwa baraza, ikikuwa kwa kanisa saa hii nimetangaza, wacha vijana na watu wote ambao hawajajiandikisha kuwa wapigaji kura, wenye wananipenda kama wanataka wanipigie kura baadaye huko 2027, wachukue card. Muda ni mchache, imebaki karibu chini ya wiki moja, tuchukue kura kwa ukubwa sana, na ndio tukikuwa na watu wengi tulete maendeleo. Vile naambia watu tupende serikali. Tupende serikali kwa sababu serikali ina maono mazuri. Huenda labda itafikia hapo, but kwa sababu mkibadilisha uongozi muweke mtu mwenye anaweza shirikiana na serikali na walete hapo, most of you will feel how big this government mean a lot to us. Kuna vijana imeletwe nyota, si wamepata pesa hata ya kufanya kujiendeleza. So kuna kitu, na ukiona ukilinganisha hiyo na upinzani, utaenda upige mawe, ukimbie tu, alafu kupita hapo utaenda nyumbani ulale. Hakuna maendeleo. So mimi naenzi hii serikali kwa sababu kuna manufaa ndani yake. Na kusisitiza zaidi, and this one I have to put it on record. Mimi nikisoma, I was a master student. Nilikutana na Mheshimiwa Rais. By then he was the deputy. Yeye alinishikilia mkono sikuwa nimemaliza na kanilipia fees tukikuwa masters. So hiyo yote alinishika mkono, hata anijui, hakujua baba yangu ni nani. Yeye hata bagui ajui wewe ni mtoto wa nani. Nikikuwa fukara hapo nilikuwa sina kitu. Kwa hivyo nataka niwaombe viongozi wote na wale ambao wanatafuta kuwa katika hali ya uongozi ya kwamba tuwe na heshima kwa wenzetu tunapofanya mikutano zetu, matamshi yetu, wacha Mungu akatuongoze, ndimi zetu Mungu akasitawale, Roho akapate kuzitawala. Ya kwamba kila mahali tuendapo tunena amani, tueneze injili ya amani. Tueneze injili ya amani, wapiga kura wenyewe wakaamue ni nani atakaye kuwa anawafaa ili kwamba wakamweka katika nafasi inayostahili. Kwa sababu saa hii unapoangalia hakika nchi yetu ya Kenya ama taifa letu kwa ujumla linapitia katika changamoto zilizo mingi. Kwa hivyo nataka niwaombe viongozi wetu na wagombea wote ambao wanatafuta viti katika nafasi tofauti, ya kwamba tunapotafuta hizi nafasi, kwanza tuweke maslahi ya wananchi ambao tunaenda kuwaongoza. Wananchi wetu umaskini umewakidhiri, watoto shuleni masomo imekuwa ni shida, hata wengine ukienda katika majumba zao, wengi wako na simu ni za mikopo, hata wake zao ambao wako nao pia hawajalipa mahari. Kwa hivyo nataka niwaombe viongozi wetu tuzingatie na tujali maslahi ya watu ambao tunaenda kuwashughulikia, kwa ndiposa tuweke matumbo zetu mbele. Kila mtu anatafuta, lakini kuna viongozi hapa. We have chiefs, we have provincial administration, tuko na polisi. Kitu kama hiyo, na kama mtu anafaa kuwa na mkutano, hebu hata wapewe ratiba, na sisi tutafikia viongozi tuwaambie. Hatutaki machafuko kama hizi eneo zetu. So tuko na polisi, kama kuna kitu mtu akuwe na cheti ya kukuja kutembea kama kuna mkutano ya hadhara. Na tena chifu wajue na wawaelekeze, mkikuja hapa kuna utaratibu fulani wafuate. So hiyo ugunzi nataka kuambia vijana, mkiona mtu kama huyu analeta ugunzi, stay away. Hao watu hawatakusaidia. Na vile Mheshimiwa Lusaka usema, wewe utawekwa ngumi, utembee na macho kwa mfuko. Mtu hatakusaidia, ama utashikwa uweke huko ndani, au utajitoa. So wacha tupende amani, na ni majukumu yangu kama mbunge mtarajiwa kuketi nao na kuwaelekeza hivi ndio nataka sura yangu ionekane. Singependa nishikane na watu wananisaidia, nao ndio wanapiga wenzao.